Fundo mbili, hebu niseme. Ameondoka yeye. Kama kaenda na kamba. Wale kule wote wamekaguliwa na mfahamu wote. Bibi mmoja anakadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 70, mkazi wa mtaa wa Mbirani, kata ya Kidongo Chekundu, halmashauri ya manispaa ya Tabora, amejikuta katika hatari ya kutaka kupigwa na wananchi wenye hasira kali kwa kile kinachodaiwa ameua binti wa miaka 25 kwa njia za kishirikina. Usiku mtoto alizidiwa, ndio nilipokuta tumbo lile limejaa. Alikuja kumalizia na walikuwa wanamjaza upepo hawa. Weka hapo hivyo. Mama mzazi wa kijana huyo anafahamika kwa jina la Agnes Focus amesema tukio la kifo cha mwanae limetokea siku ya tarehe 1 Disemba 2025 wakati bibi huyo alipofika nyumbani kwake akiomba eneo la shamba kwa ajili ya shughuli za kilimo. Agnes amesema muda mfupi baada ya bibi huyo kuondoka, mwanae aliyekuwa akiumwa na homa ya kawaida alianza kuvimba tumbo hafla, hali iliyoendelea kuzorota hadi kufariki dunia. Na leo hii bibi huyo amefika nyumbani hapo kwa ajili ya kukiri na kuomba msamaha. Usiku kucha mimi siwali. Wanamtembeza kwangu. Nilimpigia simu James usiku. Paka wao wote nimewapigia ndugu zangu, watoto wanalia kweli. Nafsi ya marehemu nakaa namtembelea. Unanifanyia nini hivyo? Na yeye sio yeye peke yake, ana kikundi. Na utasema unakotembelea wewe, mara nyingi sana shinda pale. Sasa wewe kama umekuagiza, naomba uniletee mwanangu. Msamaha mimi siwezi nikakuomba msamaha, naomba uniletee mtoto wangu. Na lile shamba lile kuja siku ya kuomba, na ndio ilikuwa shamba, nikupe kaburi la mwanangu. Naomba uniletee mwanangu. Na hapa hutoki. Kama viongozi wote wanakuja kuniwatania hapa, nataka mtoto wangu. Akihojiwa na baadhi ya mashuhuda waliokuwepo wakati wa tukio hilo, bibi huyo amekana kuhusika na tuma hizo kwa madai ya kuwa yeye sio mchawi. Wewe ulitumwa na nani? Mimi sirogi. Ila ulitumwa. Mchawi, anasema hivi mimi ni mchawi. Usilie sasa, tuambie sasa. Kwa hiyo ulikuja kuomba msamaha nini? Tena nikwambie. Mambo yakiisha sinaisha tu, mimi mbona nipoteza watoto wengi jamani. Nalia. Nikafikiri kumbe mambo mengine yameshatoka, kumbe bado. Analia na mwanao. Anisamehe kwa hilo. Nakusamehe. Asa kusamehe umefanya nini? Kuomba shamba ndio utanitengenezea pale nilime na mimi tumatembele. Kwa hiyo lolote ndio kosa. Ndio akasema wewe ndio unua mtoto wangu. Mimi narogaga mtu. Bikira Yesu. Alipofika hapo akasema mama samani, mimi unanikumbuka? Akasema nilikuja hapa kuomba eneo la kulima. Akamwambia yeye kani vipi? Msamani kwa yaliyotokea. Najua mtoto siku ile nimekuja, mtoto wako alikuwa anaumwa sana, lakini mimi sio mchawi. Akamwambia kwani wewe nani kakwambia habari za uchawi? Hamna, mimi uchawi sio mimi mchawi, ila mimi nilipewa uchawi. Mama yangu akaanza kukasirika. Akasema yani unakuja kuniambia habari za uchawi na kuhusu mwanangu wakati unajua hata wiki mbili za msiba hazijapita. Ina maana wewe ndio unahusika? Hamna, mimi sijahusika, ila uchawi nilipewa. Ndio hapo mama yangu akaanza kugomana naye hapo. Shabani Katemle, yeye ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kambirani, amadai kuwa hali ya bibi huyo haikuwa ya kawaida, kwani alikuwa amelewa, hali ambayo imepelekea kutoamini kama ni mhusika wa kifo hicho. Bibi nilikuja kugundua kwamba bibi amelewa. Kwa kama bibi amelewa, mtu yote mlevi afu umri wa miaka 70 na kuendelea, maana yake akili inarudi utoto, kwa anaweza kuopoka lolote. Kwa hiyo nikatambua kwamba nikiwa kama kiongozi nikachukua jukumu la kuwapigia simu jeshi la polisi ili waweze kufika eneo husika, ili waweze kumchukua huyo bibi kwa ajili ya usalama zaidi. Kutoka Tabora, Michael Samuel George, na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.